Tourism remains one of the most important pillars of the Tanzanian economy. Jiji la Arusha limeendelea kuwa kitovu cha sekta ya utalii barani Afrika baada ya kuandaa maonyesho ya kimataifa yajulikanayo kama Karibu Kili Fair 2026, tukio lililowakutanisha mamia ya waonyeshaji na maelfu ya wadau wa utalii kutoka mataifa mbalimbali duniani. Maonyesho hayo yameendelea kuthibitisha nafasi ya Tanzania kama lango muhimu la utalii Afrika Mashariki, huku yakifungua fursa mpya za biashara, uwekezaji na ushirikiano wa kimataifa. Karibu Fair ilikuwa imeanzishwa kwa ajili gani? Unajua sisi kwenye biashara huwa tunashindana wenyewe kwa wenyewe. Lakini tukasema mimi Chambulo nijue Dominic anauza nini, au nijue Dominic anaweza akasupply nini kwenye ile chain ya utalii. Tusiwe na wivu wa kibiashara. Biashara wote washindane, tushindane tu, kwani kuna shida gani? Na ndio sababu unakuta hii Karibu Kili Fair imekuja hivi. Kwa sababu ulikuwa unaagiza vitu labda Kenya au Nairobi au Ulaya, lakini viko hapa Tanzania. Katika kipindi ambacho ushindani wa soko la utalii duniani unaongezeka, Tanzania imeendelea kutumia maonyesho ya Karibu Kili Fair 2026 kama jukwaa la kuonyesha utajiri wake wa maliasili, urithi wa kitamaduni na fursa za uwekezaji zinazopatikana katika sekta ya utalii nchini Tanzania. Hivyo utalii unaendelea kuwa moja ya nguzo muhimu zaidi za uchumi wa Tanzania. Sekta hii inachangia takriban 17.2% ya pato la taifa na inatoa zaidi ya ajira milioni 2.5 za moja kwa moja na zisizo za moja kwa moja kwa Watanzania. Akizungumza wakati wa ufunguzi wa maonyesho hayo, mkurugenzi wa idara ya utalii Bi Teresa Mugobi, kwa niaba ya Waziri wa Maliasili na Utalii Dr. Ashatu Kijaji, amesema chini ya uongozi wenye maono wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, sekta ya utalii imepata mafanikio makubwa, ambapo idadi ya watalii wa kimataifa wanaotembelea Tanzania imeendelea kuongezeka, huku mapato yatokanayo na utalii yakiongezeka kwa kiwango kikubwa kutoka takriban dola za Marekani bilioni 1.3 mwaka 2021 hadi zaidi ya dola bilioni 4.4 kwa mwaka 2026. Amesema mafanikio hayo yametokana na uwekezaji mkubwa wa serikali katika uhamasishaji wa utalii, uhifadhi wa rasilimali za utalii, maendeleo ya miundombinu, uboreshaji wa huduma na upanuzi wa vivutio vya utalii vya nchini Tanzania. Tourism remains one of the most important pillars of the Tanzanian economy. The sector contributes approximately 17.2% of the gross domestic product and support more than 2.5 million direct and indirect jobs for Tanzanians. Under the visionary leadership of Her Excellency Dr. Samia Suluhu Hassan, President of the United Republic of Tanzania, the tourism sector has recorded remarkable growth. The international tourist arrival has continued to increase, while tourism earnings have grown significantly
from approximate $1.3 billion in 2001 to over $4.4 billion today. These achievements are the result of deliberate government investment in the tourism promotion, conservation, infrastructure development, service improvement, and destination diversification. Karibu Kilfair 2026 imekusanya zaidi ya onyeshaji 550 kutoka nchi 14 pamoja na mawakala zaidi ya 1000 kutoka zaidi ya nchi 40 duniani. Uwepo wa washiriki kutoka Tanzania, Kenya, Uganda, Malawi, Ghana na mataifa mengine umeonyesha jinsi maonyesho hayo yanavyokuwa jukwaa la kimataifa la kubadilishana uzoefu, kutangaza vivutio vya utalii na kujenga ushirikiano wa kibiashara. Shirika la Hifadhi za Taifa Tanzania TANAPA tumeshiriki katika onesho la Karibu Kilfair 2026 na lengo ni kutangaza vivutio mbalimbali vya utalii vinavyopatikana katika maeneo mbalimbali ya hifadhi za taifa, lakini pia na maeneo ya malikale ambayo yanasimamiwa na Hifadhi za Taifa Tanzania. Kwa hiyo hii ni ishara kuwa utalii Tanzania unaendelea kukua. Kwa hivyo na sisi Shirika la Hifadhi za Taifa Tanzania tunaendelea kujipanga vilivyo kuhakikisha miundombinu na vivutio mbalimbali, lakini pia na mazao mapya ya utalii tunaendelea kuyafungua zaidi ili kuvutia wageni wengi zaidi kutembelea Hifadhi za Taifa Tanzania. My name is Angela Chilale from the Malawi Department of Tourism. I'm the Principal Tourism Officer. We are here at the Kilfair to showcase what Malawi has to offer in terms of tourism products, but also to network and to connect with other operators within Tanzania and the East African countries, so that we can see on the possibility of working together in promoting Africa as one, promoting intra-African travel, but also connecting and seeing the possibility of having packages extended into Malawi or having Malawi as an add-on destination. That Malawi is not, I said, not famous, not commonly known. It is an advantage on our side because our products are unique and unspoiled. They are untapped because we don't have much mass tourism in Malawi. At the same time, it becomes a challenge in a way that we are not much known. That's why we are here to showcase what is there. There are other operators within the East African countries that are not able to package Malawi just because they don't have the knowledge of what Malawi has to offer, what are the Malawi tourism product offers. So that's why we are here to solve part of that challenge, to say that we are not known, but we are here to showcase what Malawi has to offer. So for us, Kilfair is a platform to showcase what Malawi has to offer, but also to connect with the other suppliers, to connect with other tour operators, and see the possibility of working together, having Malawi as an add-on destination to their packages. My name is Matilda Iremera and I'm the Chief Executive Officer for the Association of Uganda Tour Operators. Uganda is located in East Africa, and today we are here at Karibu Kilfair 2026, showcasing Uganda as a preferred tourism destination. We've come with about 20 tour operators who are marketing our destination, Uganda.
and who are looking for partnerships to work with the Tanzanian top operators, the Kenyan top operators, and all the other top operators that would wish to also sell Uganda. Uganda is beautiful by nature, it's endowed. We have the waterfalls, we have the rafting, we have the safaris, the diverse culture, the food, tasty food, the hospitality of the Ugandan people. Kwa upande wake, mkurugenzi wa Karibu Kili Fair 2026 Dominic Shaw amesema maonyesho hayo yameendelea kuwa jukwaa muhimu la kuitangaza Tanzania katika soko la kimataifa la utalii, huku yakifungua fursa mpya za kibiashara, uwekezaji na ushirikiano wa kimataifa. Hata hivyo, ameongeza kuwa maonyesho hayo ya Kili Fair 2026 si maonyesho ya kawaida, bali ni sehemu ya mkakati wa kuisaidia Tanzania kufikia lengo la kuvutia watalii milioni 8 katika miaka ijayo kupitia mawakala wa safari, waendeshaji wa utalii na wanunuzi wa huduma za utalii wanaopata fursa ya kutembelea vivutio mbalimbali nchini, huku Tanzania ikiendelea kupata mabalozi wanaoitangaza duniani kote. Karibu Kili Fair is not just an exhibition. It is a strategic contributor to the government's tourism target of 80 million visitors in the near future. By creating opportunities for travel agents, tour operators, and buyers to experience Tanzania firsthand, we are building ambassadors who will promote our attraction globally. Every contract signed, every partnership formed, and every familiarization tour conducted here brings us closer to achieving that international goal. Karibu Kili Fair is more than an event, an investment with a multiplier effect. It boosts not only Arusha economy, but also creates employment across the tourism, transporting, agriculture, hospitality sector, and strengthen Tanzania's position as a premier destination globally. Mbali na biashara, Karibu Kili Fair 2026 imeendelea kuwa dirisha la kuonyesha urithi wa kitamaduni wa mataifa mbalimbali barani Afrika. Wageni waliopata nafasi ya kutembelea maonyesho hayo walijionea ngoma za asili, mavazi ya kitamaduni na sanaa mbalimbali zilizowakilisha utajiri wa tamaduni za Afrika. Jamii ya Wamasai, moja ya alama za utamaduni wa Tanzania, ilikuwa miongoni mwa vivutio vilivyowavutia wageni wengi kupitia mavazi yao ya asili, ngoma na mila mbalimbali. Walionyesha namna utamaduni unavyoweza kuwa bidhaa muhimu ya utalii na chanzo cha kipato kwa jamii za Afrika. Kili Fair 2026 sisi ni exhibitors, na kwa sababu hiyo tumekuja mahususi kwa ajili ya kukutana na wadau wote wanaouza utalii, kwa sababu tunaelewa Tanzania hii
tuna mambo matatu ambayo yanawaleta Watanzania, yanawaleta watu nje ya nchi kwa ajili ya kutembelea Tanzania. Moja ni hifadhi zetu, ikiwa ni inajumuisha na wanyama, lakini mila na desturi za kwetu na sana ikiongozwa na mila ya Masai. Lakini ya tatu kabisa ni milima ambayo ni Kilimanjaro na Mount Meru. Kwa miaka ya hivi karibuni, utalii umeendelea kuwa nguzo muhimu ya uchumi wa Tanzania kupitia matukio kama Karibu Kili Fair 2026 na matukio mengine ya sekta hiyo. Hivyo yanachangia kuongeza mapato ya fedha za kigeni, kukuza biashara za ndani, kuhamasisha uwekezaji, kuunda maelfu ya ajira katika maeneo mbalimbali ya nchi. Wadau wa sekta hiyo wanaamini kuwa maonyesho haya yana nafasi kubwa katika kuongeza idadi ya watalii wanaoingia nchini na kuimarisha uhusiano wa kibiashara kati ya Tanzania na mataifa mengine. Karibu Kili Fair 2026 si maonyesho ya utalii pekee, bali ni jukwaa la kuunganisha mataifa, tamaduni na fursa za maendeleo kupitia ushiriki wa wadau kutoka sehemu mbalimbali duniani. Maonyesho haya yameendelea kuijengea Tanzania taswira nzuri katika soko la kimataifa la utalii na uwekezaji duniani. Mafanikio haya yanaendana na juhudi za Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, ambaye ameendelea kutumia diplomasia ya uchumi kufungua milango ya biashara, uwekezaji na utalii katika mataifa mbalimbali duniani. At the outset, permit me to convey warm greetings from the fraternal people of the United Republic of Tanzania. Greetings from the snow of Mount Kilimanjaro, the highest freestanding mountain in the world. Thank you. Greetings from the great plains of the Serengeti, where the wildebeest migration writes one of the nature's oldest and most magnificent stories. And greetings from the Spice Island of Zanzibar. Ziara zake zimekuwa sehemu ya mkakati wa kuitangaza Tanzania kama eneo salama la uwekezaji na moja ya vivutio vikubwa vya utalii barani Afrika. Kadri ushirikiano wa kikanda na kimataifa unavyozidi kuimarika, matukio kama Karibu Kili Fair 2026 yanaendelea kuwa nyenzo muhimu ya kufungua fursa mpya za maendeleo, kuimarisha uchumi na kuifanya Tanzania kuwa kitovu cha utalii wa kimataifa. Hii ni Tanzania Panorama TV. Mimi ni Daniel Michael.